Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna ameponea kwa muda shoka la kamati ya nidhamu ya chama cha ODM baada ya kamati hiyo kumwongezea muda wa kujibu mashtaka 8 yanayomkabili. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, Sifuna kupitia kwa waraka wake kwa mwenyekiti wa ODM Gladys Wanga amekana madai ya kukosa nidhamu chamani, akitaka siku 14 zaidi kujiandaa kujitetea. Alitarajiwa kufika mbele ya kamati maalum ya nidhamu ya chama cha ODM mwendo wa saa 4 asubuhi Ijumaa kujibu maswali kuhusu mashtaka 8 aliyotangaziwa Alhamisi tarehe 2 mwezi Aprili mwaka huu. Kupitia kwa waraka wake kwa mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga, Sifuna anasema muda aliopewa kujibu mashtaka kabla tarehe 8 mwezi huu kutoka tarehe 2 mwezi huu haungetosha, kwani barua aliyopokea ilimfikia saa chache tu kabla ya wikendi ndefu ya Pasaka ya siku 4 wiki iliyopita. Sifuna kupitia kwa wakili wake akisema muda huo haungemtosha kujihami kikamilifu kwa kikao cha Ijumaa kujibu mashtaka dhidi yake. Kando na swala la muda, Sifuna pia ameibua maswali kuhusu udhabiti wa mashtaka yanayomkabili, ambaye anahusika sana na kukiuka msimamo wa chama na kuunda kikosi kipya cha kisiasa cha Linda Mwananchi. Katibu mkuu huyo wa ODM akitaka kupewa ushahidi wa kutosha kupitia kwa stakabadhi kuonyesha alikovunja sheria, uamuzi wa kamati simamizi ya chama iliyoidhinisha kutimuliwa kwake afisini, na video ya mahojiano katika runinga ya Citizen inayoonyesha kipinga msimamo wa chama. Sifuna akifunga kwa kutaka muda wa siku 14 za utendakazi kujiandaa na majibu yake baada ya kupokea stakabadhi hizo muhimu. Akizungumza na runinga ya Citizen, mkurugenzi mkuu wa chama cha ODM Oduoro Ngwen alisema kamati hiyo imekubali kumpa muda zaidi Sifuna, lakini hakueleza ni muda upi. Kamati hiyo maalum ya nidhamu ina watu watatu, wakiwemo wakili Felix Ogeta ambaye ni mwenyekiti, Jackie Kwambuka na Dr. Elijah Ombasa ambao ni wanachama wa jopo hilo. Mahakama ya kutatua migogoro ya vyama vya kisiasa imesema itasikiza malalamishi mengine ya Sifuna kuhusu kuendeshwa kwa kamati hiyo tarehe 20 mwezi huu, ikizuia kutekelezwa kwa uamuzi wowote wa jopo hilo hadi kesi hiyo itakaposikizwa. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.